The money we have been spending to buy shoes from all over the place, that money is now in Kenya. And the number of people being hired in Kenya is now growing. You will soon be at 20,000, people hired to make shoes in Kenya. Kwa miaka mingi Kenya imekuwa ikizalisha mamilioni ya mifugo, lakini thamani kubwa ya bidhaa zinazotokana na mifugo imekuwa ikipotea kutokana na kuuza malighafi bila kuongezewa thamani. Sasa mjadala mpya unaangazia namna ngozi ya ng'ombe inaweza kuwa chanzo kikubwa cha ajira, biashara na mapato kwa wakulima, ikiwa itatumika kujenga viwanda vya ndani vya kutengeneza bidhaa kama viatu na bidhaa za ngozi. Rais William Ruto ameangazia namna serikali inavyolenga kubadilisha malighafi zinazopatikana nchini kwa bidhaa zinazotengenezewa papa hapa, huku akitaja sekta ya ngozi na utengenezaji wa viatu kama eneo lenye uwezo mkubwa wa kufungua fursa kwa vijana, wafanyabiashara na wafugaji. Mimi ni Kamau Waithaka, karibu tusikie zaidi kwenye makala ya leo. Kwa mujibu wa Rais William Ruto, serikali imewekeza katika miundo mbinu ya kusindika ngozi kupitia miradi ili kuwezesha wafanyabiashara na wawekezaji kupata mazingira ya kutengeneza bidhaa mbalimbali za ngozi hapa nchini. We have the whole hides and skin space. What has been lacking is three things. Number one is the whole space around how do you process the skin. Yeah, so we have invested and completed now what we call Kenania Leather Park. That is where most of the facilities that will be common used by many people for purposes of tanning, making, creating wet blue and all the other things from the whole textile space. Rais amesema lengo ni kuhakikisha ngozi inayotokana na mifugo ya wakulima haibaki kuwa taka, mbali inakuwa bidhaa yenye thamani inayoweza kutengeneza ajira na kuongeza kipato kwa wananchi. Number of people being hired in Kenya is now growing. You will soon be at 20,000, people hired to make shoes in Kenya. What we have also done is to connect these people manufacturing shoes to colleges, so that we also train more people in the art, of making shoes. The one instruction I have given is that any money we spend to buy shoes for our security agencies, they must be made in Kenya. Ameeleza kuwa moja ya hatua zilizochukuliwa ni kukuza uzalishaji wa viatu humu nchini, ambapo viwanda vya ndani vimeongeza uwezo wao wa kutengeneza jozi za viatu kutoka takriban milioni 5 hadi zaidi ya milioni 11 katika kipindi cha miaka michache iliyopita. Rais Ruto amesema serikali inalenga kufikia uzalishaji wa jozi milioni 20 za viatu kwa mwaka, hatua ambayo itasaidia kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje na kuweka fedha zaidi ndani ya uchumi wa Kenya. I am very confident, and it is my belief that now that we have close to 5 companies that are properly invested in manufacturing shoes in Kenya, we have moved from manufacturing about 5 million pairs. We are now at 11 million pairs in the last 3 years. My target is that we should produce 20 million pairs every year, and progressively we should stop importing. Kwa mkulima, ujumbe ni kuwa mnyama anayefugwa si chanzo cha nyama pekee, bali kila sehemu yake inaweza kuwa na thamani ya kiuchumi. Kupitia mfumo bora wa ukusanyaji na uchakataji wa ngozi, wafugaji wanaweza kupata soko na kuongeza kipato. Aidha, rais amesema serikali inalenga kupeleka viwanda karibu na maeneo yanakopatikana malighafi kupitia County Aggregation and Industrial Parks, ili vijana na wafanyabiashara wadogo wapate nafasi ya kushiriki katika uzalishaji na biashara. We have 47 county aggregation and industrial parks. These county aggregation and industrial parks are now going to be epicenters. What you have in Karioko, that facility you have in Karioko, where people are making shoes using a machine bought by government, we are going to replicate that in every county, so that
leather that is collected in that county doesn't have to be transported to Nairobi. You know, we can begin to get young people in this county aggregation and industrial park. Naam, hoja kuu ni kwamba Kenya inahitaji kubadilika kutoka kuuza malighafi kwenda kutengeneza bidhaa zenye thamani, kutoka kwenye ngozi ya ng'ombe hadi viatu vinavyotumika kila siku. Kuna fursa kubwa ya kujenga ajira, kukuza biashara na kuimarisha uchumi wa taifa. That is how we are going to industrialize. You know, that's how we are going to create value out of everything that we have. That's how we stop exporting raw materials. That's how our coffee is going to be processed. Our tea is going to be processed, and on and on and on and on. And that is the reason why we are saying, let us invest in areas where we get maximum value in terms of creating jobs, creating value, and reducing on imports. That's how we grow the country. Mimi ni Kamau Waithaka nikiripotia Wingu Radio.